Bila shaka unamkumbuka au unamjua aliyekuwa afisa habari wa zamani wa klabu ya Yanga, Jerry Muro, ambaye sasa hivi of course ni mheshimiwa. Amehudumu kwenye ngazi mbalimbali za serikali, lakini ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa sana na mpira wa Tanzania. Bwana leo amezungumza na kipindi cha Crown Sports na amezungumza mambo mengi, lakini miongoni mwa wale ambayo ameyazungumza ni kwamba bodi ya ligi hawafai kuongoza mpira wa Tanzania, kwa maana viongozi wa bodi ya ligi wanatakiwa kujiuzulu, hawastahili kuwa viongozi wa bodi ya ligi, lakini pia hawapaswi kuongoza mpira wa Tanzania kwa sababu hawa ni viongozi ambao wana uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi kikanuni, lakini wameshindwa kufanya maamuzi kikanuni, na baada ya kushindwa kufanya maamuzi kikanuni, wao wameenda kuiomba serikali iwasaidie kutatua mgogoro baina yao na Yanga. Lakini ukiangalia yeye anadai kwamba kabla hawajaenda kuomba mgogoro na Yanga, kabla hawajaenda kuomba serikali wasaidie kutatua mgogoro na Yanga, wao walikuwa na nafasi ya kuwashirikisha wale wadau wa michezo kwamba nini ambacho wanaweza kukifanya na kuomba watu wangewasaidia kabla kwenda kuiomba serikali wasaidie. Kitendo cha wao kwenda kuiomba serikali kuwasaidia, wameonyesha udhaifu mkubwa ambao unaonesha kwamba hawastahili kuongoza mpira wa Tanzania. Ndio kitu ambacho anakizungumza aliyekuwa afisa habari wa zamani wa klabu ya Yanga, Jerry Muro. Kwa maana yake ni kwamba ni mtu ambaye bado hapendezwi na kile ambacho bodi ya ligi wamekifanya, kwa maana ya kwenda kuiomba serikali jaribu kuingilia kati hili swala na kuzungumza nao na kuona namna gani ambavyo wanaweza kumaliza mgogoro. Kumbuke huyu alikuwa ni afisa habari wa Yanga, kwa hiyo automatically ni mwanachama wa Yanga, na of course ni mtu ambaye pia amekuwa shabiki wa Yanga tangu zamani na tunamjua, na hata mara kadhaa amekuwa akizungumza vizuri pia kuhusu Young Africans na namna ambavyo inaongozwa na Engineer Harris Said. Sasa kwa mtazamo wake anaamini kwamba viongozi wa bodi ya ligi hawafai kuongoza mpira wa Tanzania, kitu ambacho hata mashabiki wengi wamekuwa wakisema pia, hasa mashabiki wa Yanga, na wengi wamekuwa wakisema kwamba wanatakiwa kujiuzulu, lakini pia kuna wengine wameenda mbali, wanataka pia mpaka rais wa shirikisho la soka Tanzania Wallace Karia pia naye ajiuzulu. Of course ni mitazamo ya watu, kila mtu anakuwa na mtazamo wake, lakini sometimes kuna mitazamo na kuna sheria na taratibu za kimpira ambazo zipo na zinapaswa kufuatwa. Lakini kile ambacho anaamini Jerry Muro ni kile ambacho mashabiki wengi wa Yanga wanakiamini, na ni kile ambacho hata viongozi wa Yanga pia wanakiamini. Kama unakumbuka, Yanga waliwahi kutoa barua na wakasema kwamba hawana imani na viongozi wa bodi ya ligi, na waliwataja kwa majina. Walimtaja Steven Mguto, lakini pia wakamtaja katibu wa bodi ya ligi au CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo. Ni watu ambao waliwataja moja kwa majina, na of course mimi kwenye msimamo wangu pia kwenye hili niliwahi kusema kwamba Yanga pia wanapaswa kuomba radhi kwa sababu waliwadhihaki wale viongozi wawili hadharani, kitu ambacho ni kinyume na sio kitu kizuri, kwa sababu Yanga ni taasisi kubwa, inajua namna ya kuwasilisha malalamiko yao. Kama ni malalamiko wanajua namna ya kuwasilisha. So kwa kile ambacho wao walikiandika, waliwashutumu moja kwa moja kwamba wanachangia kuharibu kanuni, lakini pia kitu ambacho hata wanachama wa Yanga walikiamini hivyo na wameendelea kubaki nacho, na ndio maana hata wakati Yanga wameitwa na serikalini pale uwanjani kwa ajili ya kutengenezewa usuluhishi, wanachama wengi pia wa Yanga walienda pale pamoja na mashabiki, na wao bado wanaendelea kushinikiza kwamba hawataruhusu timu yao icheze mechi ya marudiano. Wao wanachojua ni kwamba mechi imeshamalizika na wanataka kupata haki yao. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho wanakiamini wanachama wa Yanga. Lakini pia kwa sababu viongozi walisema hawana imani na viongozi wa bodi ile kwenye barua yao ambao walichapisha kwenye mitandao ya kijamii, maana yake bado unabakia kuwa ni msimamo wa klabu. Ina maana hata kile ambacho anakizungumza Jerry Muro, inawezekana kama Yanga wasingezungumza kama taasisi, pengine Jerry Muro asingezungumza kitu kama hicho, lakini kwa sababu taasisi ilishakiri wazi kwamba haina imani na bodi ya ligi, na yeye kama mwanachama wa klabu anaweza kuzungumza hivyo. Lakini Jerry Muro anasema wanapaswa kujiuzulu. Wewe sijui unaonaje ambao unanisikiliza hapa, unamtazama kwamba unaonaje kweli bodi ya ligi wajiuzulu au nini? Utaniandikia comment yako hapo. Lakini kwa namna ambavyo sakata hili linaenda, of course TFF kama wasimamizi wa mpira walikuwa na uwezo wa kuita Young Africans na kuita Simba kama wasimamizi wa mpira, alafu baada ya hapo wakae wazungumze wajue namna ya kufanya. Lakini wanachokifanya wao moja kwa moja wameenda kuiomba serikali wasaidie. Sasa inawezekana pengine Yanga imewahi kuitwa au labda TFF na bodi ya ligi waliwahi kuita watu kwenye vikao ikashindikana, ndio maana wameamua kutumia serikali. Inawezekana, lakini kwa kitu ambacho kinaonekana mpaka sasa ni kwamba hizi timu zote mbili zinaonekana kuipelekesha sana TFF na bodi ya ligi. Sasa kwa maana namna ambavyo inaendeshwa hili sakata inaweza kutengeneza mazingira mabaya baadaye ambayo wanaweza kusababisha watu washindwe kuelewana. So
tusubiri tuone mwisho wa siku kwamba itakuwaje, lakini Yanga wanadai haki yao, the same kwa Simba pia wanadai haki yao, na kila mtu pia anaamini kwamba hakukosea. So kwa sababu serikali imeshirikishwa na wanaamini kwamba serikali ina uwezo wa kutatua hili tatizo, basi tusubiri tuone wataenda kulitatua vipi tatizo. Lakini Jerry Muro yeye anaamini kwamba viongozi wa bodi ya ligi hawafai na wanatakiwa kuondolewa madarakani, aidha kwa kujiuzulu au kwa kuondoka wao wenyewe moja kwa moja. Na hiyo ameizungumza wakati anazungumza na Crown Sports ya Crown FM. Yeye ndio msimamo wake. La sijui wewe shabiki wa Yanga kwamba msimamo wako ni upi, lakini kama na wewe msimamo wako ni viongozi wa bodi ya ligi kujiuzulu, basi niandikie hapo. Kama pia na wewe msimamo wako ni viongozi una imani nao, basi pia niandikie hapo. Lakini kwa hali jinsi ilivyo na mazingira jinsi yalivyo mpaka sasa hivi, hakuna dalili zozote za dabi kuja kuchezwa tena. Tusubiri tuone, ni swala muda tu, kila kitu kitawekwa wazi. Naamini kwamba Simba watatupa taarifa, watahojiwa, wataeleza changamoto yao. Yanga watahojiwa, wataeleza changamoto, na kila mtu ataeleza changamoto yake. Naamini kwamba kila kitu kitaenda vizuri bila shida yoyote ile.